tutaangalia mbinu ngumu zaidi. Mbinu hizi nyingi zinatokana na uzoefu wangu wa kucheza pamoja na ule wa marafiki zangu ambao ni wachezaji wa kitaalamu, lakini pia kutoka kwa TikTok mbalimbali ambazo nimeona hapa na pale. Kwa kifupi, anaanza moja kwa moja na nambari moja inayojulikana sana. Nenda kwenye eneo la mazoezi na badilisha ukubwa wa vitufe vyako na uweke vidogo iwezekanavyo, hasa kama unatumia iPad. Kwa nini? Ungeniambia. Hii itakuwezesha kubadilisha mwelekeo haraka zaidi kwa sababu utahitaji kusogeza kidole chako kidogo tu. Lakini inafanya mchezo kuwa mgumu zaidi, ila zoea ni muhimu sana. Angalia jinsi mizunguko inavyokuwa ya haraka zaidi. Pili, ukiwa na hipachaji ya split, ukiiweka kwenye sanduku, hakikisha kabisa kwamba kiputo chako cha ziada kinagonga ukuta na kurudi kwenye sanduku. Hii itaongeza jumla ya uharibifu wako kwa 30%. Ni muhimu sana kufanya hivyo. Nambari 3, jambo la wazi sana, lakini narudia kwa ajili ya wachezaji wa bahati nasibu. Usiwape pasi kwenye Brawl Ball kwa mchezaji anayechaji silaha polepole sana, kama vile Kara au hata mbaya zaidi Clancy, hasa kama haina maana, kwa sababu wanahitaji risasi zao. 4, ukiwa na Willow, kama una super na mpinzani anaenda kwa mfano kufunga goli kwenye Brawl Ball, usitumie super yako kabla hajapiga, kwa sababu atajikita zaidi kwenye kuepuka super yako. Hiyo ni hatari sana. Kinyume chake, subiri apige kisha mara moja tumia super yako moja kwa moja baada yake. Mpira hautaingia golini na mpinzani hataweza kuepuka vizuri, isipokuwa kama ni mchezaji mzuri sana, kwa sababu atakuwa ametumia akili yake yote kufunga. 5, jambo lingine ambalo watu wengi hawajui, lakini ukiwa na Buzz unaweza kupita kwenye kimbunga cha Gale. Unachohitaji kufanya ni kutumia super yako kabla tu ya kuingia kwenye kimbunga, na mara moja unapita kwenye dhoruba. Lakini hii inahitaji mazoezi kidogo, kwa hiyo tafuta mshirika wa timu, na kama unatafuta mshirika utampata kwenye Discord yangu iliyo kwenye maelezo. Kwa kweli jiunge nayo, nahitaji msaada wako huko kunisaidia kwenye video. Lakini basi, namba 6, ukiwa na wewe, jaribu kila mara kwenda upande wa kushoto, kwa sababu mishale yako inaenda kutoka kushoto kwenda kulia. Kama adui aliye upande wa kushoto anajaribu kujilinda kwa kurudi katikati, ataenda kwenye mwelekeo wa mishale yako, hivyo atapokea uharibifu wako. Ukiwa upande wa kulia, hata kwenda tena kwenye mwelekeo wa shambulizi lako, jambo ambalo ni la kusikitisha kidogo. 7, bado ni ujanja wa wazi, lakini ukiwa na Mortis, kama unahitaji kumuua mtu haraka, simama karibu na ukuta. Mashambulizi yako yataenda kwa kasi sana, hasa ukiwa na mtandao mzuri. Utasababisha uharibifu mkubwa zaidi, jambo ambalo linaweza kumshangaza adui. Nambari 8, ukiwa na Colt, kama unataka kumaliza adui kwa kutumia super yako, hakikisha unavunja ukuta kidogo iwezekanavyo, kwa sababu risasi za Colt hupotea kwenye kuta na utasababisha uharibifu mdogo zaidi kadri kuta zinavyoongezeka. Kwa hiyo badilisha pembe ya shambulizi lako katika hali hii ili kuvunja ukuta kidogo iwezekanavyo. 9, unapocheza na nani na huna risasi tena, lakini una super na star power ya ngao, usisite kuchelewesha kwa kutumia super yako ili kujaza tena risasi zako. Ndiyo, ni jambo rahisi tu, lakini linafanya kazi. Unaweza pia kuiwekea muda katika ukanda ili kupokonywa silaha. Sawa. Nambari 10, unaweza kusimamisha super ya Colette kwa kutumia gadget ya Fang. Hivyo basi inaweza kuwa na faida, na acha hiyo hapo, lakini tena jizoeze kwa sababu ni ngumu kidogo. Hizi ni mbinu ambazo kila mtu anapaswa kujua. Ukitumia Gray, unaweza kuongeza urefu wa gadget yako. Unachotakiwa kufanya ni kumkamata adui, kisha utumie super karibu wakati huo huo. Adui atavutwa mbali sana, ni nguvu sana. Gray inabadilika kuwa Jean. 12, hii ni kitu ambacho watu wachache wanajua, lakini muda wa kupona wa Buzz huwa mrefu zaidi ukitumia super yako ukiwa mbali. Kwa upande mmoja ni hatari zaidi, lakini kwa upande mwingine inakuhakikishia kupata kill bure. Twende namba 13. Kama mchezo unakaribia kuisha au uko kwenye nafasi nzuri sana, kuna njia za kuchelewesha muda ambazo ni za kuudhi sana kwa mpinzani. Kwa mfano kwenye Brawl Ball, kwenye ramani ya Pnalit, ukificha mpira kwenye kichaka hiki hapa, itawaudhi sana wapinzani, kwa sababu inaweza kuwachukua kama sekunde 30 au hata dakika moja kuupata mpira tena. Kama utacheza vizuri, ni kero kubwa sana kwao. Hii inafanya kazi pia kwenye Brackwage. Ukiingia kwenye kambi ya adui na kujaribu tu kuishi kwa muda mrefu iwezekanavyo, itawachosha wapinzani wako. Jisikie huru kutumia hii. Nambari 14, bado kuhusu Nani, mnafahamu wote, yeye ni mmoja wa waharibifu wagumu zaidi kucheza kwenye mchezo. Mishale yake ni ngumu sana kulenga na wachezaji wengi wanataka kufanya zile hasara maarufu za 1000, lakini ni karibu haiwezekani kwa vitendo ukiwa nyuma ya mpinzani. Una uhakika wa kufanya angalau hasara ya 1400, sio nyingi sana, ni kweli, lakini inaweka pressure, ni muhimu na inachaji super yako. Kwa kifupi, fanyeni hivyo, lakini kwa bahati nasibu tafadhali. Twende nambari 15, tumia Autoheim. Na ndiyo, kwanza kabisa kuna brawler wengi ambao Autoheim inasaidia, hata inaweza kuwa bora kuliko kulenga mwenyewe. Kwa mfano, ukiwa na Jean, kama uko karibu vya kutosha na mpinzani, usiwahi kulenga super yako mwenyewe. Lakini hapa ushauri ninaokupa ni wa jumla sana, hasa kuhusu super. Mnafahamu kwamba mnapolenga kwa kutumia super yenu, mstari wa manjano utaonekana, lakini msipolenga, yaani mkitumia Autoheim, ule mstari wa manjano hautaonekana. Hivyo basi wapinzani watakuwa na muda mchache zaidi wa kuchukua hatua. Yaani mtatoa sadaka usahihi ili kuwazuia wapinzani wasiweze kujibu haraka. Kwa hiyo ni juu yenu kuamua. Hii ni muhimu sana, hasa kama crosspan ni wa kawaida. Kwa wapinzani wenu bado wanaweza kutumia gadgets au super zao ili kuepuka.
Kwa mfano, unaweza kufikiria Willow ambaye atajilinda dhidi ya super ya Tara kwa kutumia gadget yake. Sasa basi, kama Tara atatumia autohaim kwenye super yake, huenda asiharibu kuta vizuri sana au asimbute yule Briar vizuri, lakini Willow kwa kawaida hatakuwa na muda wa kujibu, au angalau atakuwa na muda mchache zaidi wa kujibu kuliko kawaida. Kwa hiyo ni jambo rahisi, tumieni hii mbinu, inaweza kubadilisha matokeo ya mechi zenu. Seize, bado tuko kwenye timu, na ndiyo nitamtetea. Kwenye video hii, kama utajikuta unacheza dhidi ya mtu anayepiga chenga kama mtaalamu, anayefikiri yeye ni tenza, unachotakiwa kufanya ni kuangalia mwelekeo wake kwa sekunde 30. Na ukigundua kwamba mbinu yake pekee ni kufanya mikato ya haraka na mwishowe anarudi mahali pale pale, usijisumbue. Tumia low time, utampata, wakati kwa ustadi ni ngumu zaidi. 17. Ukiwa na Brock, jaribu kupiga risasi kutoka mbali sana au karibu kabisa, lakini kamwe usipige kutoka umbali wa kati, kwa sababu makombora yake hulipuka tu mwisho wa shambulizi lake. Kwa hiyo ni rahisi sana kuepuka Brock anayepiga risasi kutoka umbali wa kati. Chukua hili kama jambo la kuzingatia na utaona utagonga projectiles zako nyingi zaidi. 18. Mara ya mwisho niliongea kuhusu lanes na jinsi zilivyo muhimu, lakini jambo lingine muhimu ni kubadilisha lane. Wakati wa skrini ya utambulizi wa mchezo, unaweza kuona ni brawler gani utakwenda. Na kama upande wako unajua utapambana na brawler anayekushinda kirahisi, basi badilisha tu upande. Mwambie mshirika wako, na kawaida kama si mjinga atafanya hivyo. 19. Ukiwa na Ryan au Kit, ukijifanya kutoweka mbele ya mpinzani, kwanza kabisa si lazima iwe wazo zuri, lakini angalau jaribu kudanganya mwelekeo wako kwa kwenda kulia, kwa mfano kabla ya kutoweka. Halafu ubadilishe mwelekeo na uende kushoto, basi mara tu unapokuwa hauonekani tena. Njoo nambari 20. Kwanza kabisa, unaweza kuua mabrawler wote kwenye mchezo ukitumia Colette kwa kutumia mashambulizi mawili tu na super moja. Hii ni hesabu tu, kwa sababu Colette anafanya uharibifu kulingana na pointi za maisha za mpinzani. Nambari 21. Sprout anaweza kuepuka uharibifu mwingi kutoka kwa baadhi ya supers au hata gadgets, sijui kama ule wa Tara au Dynamike, kwa kutumia super yake juu yake mwenyewe. Ukimweka nyuma ya ukuta itamsogeza Sprout, na kwa kumsogeza atakuwa na muda fulani ambapo hatashambuliwa. Ndivyo inavyofanya kazi. Sikiliza, usisite kuitumia. Huu ni ushauri wa kipekee sana, lakini ni mzuri sana. Nambari 22. Unapocheza kama sniper, hakikisha unalenga kila wakati na mkono wako uko tayari kwenye vitufe vyako, hasa kitufe cha shambulio kuu. Unapaswa kuwa mwepesi na kufanya maamuzi haraka, na kwa hilo lazima uwe tayari kushambulia, kulenga. Kwa hiyo sogeza joystick zako, uwe tayari na umejiandaa. Nambari 20. Ushauri wa kipekee sana tena, lakini kwa vyovyote vile ni muhimu sana. Hii inahusu pia wale waharibifu ambao mashambulizi yao yanatoka kushoto kwenda kulia, kama Leon, Steel, Bonnie au hata Bu. Ukisogea kwenye mwelekeo wa shambulizi lako wakati unashambulia, litakuwa pana zaidi, lakini ukisogea kinyume na mwelekeo huo, litakuwa nyembamba zaidi. Ni juu yako kujibadilisha kulingana na kama unataka kumpiga adui kwa uhakika zaidi, yaani kwa kuwa na shambulizi pana, au kama unataka kumpiga na risasi nyingi iwezekanavyo, basi utumie shambulizi nyembamba zaidi. 24. Kwenye Brawl Ball, kama unahitaji kupiga mpira lakini kuna wapinzani, kuna njia kadhaa za kujinasua na kuwapa daraja dogo la bwana. Bila shaka kuna ile ya kawaida ya kulenga upande tofauti na ule unaokwenda. Njia nyingine ya kawaida ambayo watu hupuuza ni kumpasia mpira mchezaji mwenzako. Wapinzani hawatarajii hilo, kwa sababu watadhani wewe ni binafsi, na mara nyingi hiyo ni busara zaidi kuliko kujaribu kupiga mwenyewe. Au cha kuchekesha zaidi, piga moja kwa moja ukiwa na shaka. Mara nyingi inapenya. Lakini kwenye Brawl Ball, jifunze vizuri kuchezea mpira. Hii ni moja ya mambo muhimu kujua. Kwa vyovyote vile, ni lazima kabisa ujue umbali ambao unaweza kufunga kwa kupiga mpira kwenye miguu ya mpinzani. Kwa mfano, mara nyingi hili hufanyika kwa hisia tu, lakini kuwa na hisia hiyo mara nyingi ni bora. Hatimaye, dokezo la mwisho, Star Power ya Miko inaweza kusimamisha chaji ya shambulizi ya Angelo au hata Hank. Hii ni muhimu kujua, lazima nikubali. Sikujua hilo, kwa hiyo sasa nimefurahi. Basi mwisho wa video hii. Usisahau kuipenda, kucomment, jiunge na Discord kwenye maelezo. Jisajili ukitaka video zaidi za mwongozo huu. Ulikuwa Blarod. Tutaonana baadaye. Shukrani.